Assalamu alaikum na karibu katika urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 18 ya mwezi Februari mwaka 2024. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kualike kunako urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina. Hii ni Toka Zamani TV. Kubwa nikukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Shehani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mwendo umeumaliza. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili likipambwa na picha mbalimbali za mazishi ya aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Edward Lowassa. Picha ya kwanza ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akitoa heshima za mwisho kwa mwili wa waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa wakati wa maziko kijijini kwake Ngarash, wilayani Monduli, mkoani Arusha. Picha nyingine ni maofisa wenye vyeo vya kanali wakishusha mwili wa Edward Lowassa kaburini, huku mjane wake Regina wa pili kulia waliosimama akishindwa kujizuia kutoa machozi wakati wa maziko kijijini Ngarash, wilayani Monduli, mkoani Arusha jana. Picha nyingine inamuonesha Rais Samia Suluhu Hassan akiweka shada la maua kwenye kaburi la waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa. Picha za ziada ni katika ukurasa wa 8 wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini pia gazeti hili limeandika Samia, taifa lijifunze kutoka kwa Lowassa, habari katika ukurasa wa 2. Dr. Malasusa ataka kusameheana kumcha Mungu, habari katika ukurasa wa 3. Watoto wakiri kuachiwa mitihani mikubwa, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni End of Lowassa, mwaka 1953 hadi mwaka 2024. Gazeti hili likiwa na nukuu ikisema Lowassa aliwahi kuhama kutoka CCM kwenda Chadema na kugombea urais. Akiwa huko alinadi sera zake na kuifafanua dhana ya safari ya matumaini bila kumtukana, kumkejeli wala kumzushia mtu. Hata aliporudi CCM hakuwahi kuwa nanga wala kuwatukana kule alipotoka upinzani. Ni nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili nalo likipambwa na picha za matukio mbalimbali katika mazishi ya Edward Lowassa. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika Rais Samia sisitiza mambo ya kumwenzi Lowassa, Mbowe atakaye historia ya Chadema isipotezwe, habari katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Ninalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mwisho wa enzi, Lowassa azikwa, Samia ongoza mamia, Malasusa maskofu 12 wahudhuria, habari inaendelea katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Simulizi askofu aliyesema viongozi wa serikali bila uoga, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Kigogo wa CWT mbaroni, madai ya kufanya fujo, habari katika ukurasa wa 3. Wasiojulikana wadaiwa kubaka, kunyonga mtu, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Biashara ya nyama ya punda sasa yafanywa kwa kificho, habari kwa urefu zaidi inapatikana kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele ya habari za michezo na burudani limeandika Klopp Alonso kocha bora wa kizazi kipya, habari katika ukurasa wa 21. Yanga haikamatiki, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Nipashe mwanga wa jamii. Ninalo gazeti Mzalendo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Dr. Samia ataja umahiri wa Lowassa ni katika maziko ya waziri mkuu huyo mstaafu, umo wa uvumilivu na ushupavu, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mzalendo limeandika wachumi wataja faida ziara ya Samia Norway Vatican, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Fred Lowassa, Spika Dr. Tulia nao wanena, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Leri ya Tazara kibiashara zaidi, habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Yajua madhara ya kula mayai yasiyoiva vizuri, habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Wanafunzi
wastashahada kupata mikopo Zanzibar. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 25. Lakini pia gazeti hili limeandika Dimwa ataka utekelezaji maagizo ya CCM. Habari katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Na mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani. Lenyewe limeandika ile Yanga imerudi. Mudathir anafunga tu KMC, yapigwa tena Guideda. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Matokeo ikiwa ni Yanga 3 KMC 0. Ijayo ni Azam Sports Federation Cup. Ni Polisi Tanzania dhidi ya Yanga Februari 20 saa 12 jioni Azam Complex Chamazi. Msimamo wa ligi kuu Tanzania bara baada ya mchezo wa jana ni Yanga ikiwa katika nafasi ya kwanza na alama 43 baada ya kushuka dimbani mara 16. Simba katika nafasi ya pili na alama 36 baada ya kushuka dimbani mara 15. Azam FC iko nafasi ya 3 na alama 35 mara baada ya kushuka dimbani mara 15. Coastal katika nafasi ya 4 na alama 23 mara baada ya kushuka dimbani mara 16. KMC katika nafasi ya 5 ikiwa na jumla ya alama 22 mara baada ya kushuka dimbani mara 16. Lakini pia gazeti hili limeandika Fred Sar sasa kazi wanayo. Benchika aja na mbinu mpya. Chama awajibu mashabiki. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. ASEC Mimosa vs Simba ni Ijumaa Februari 23 Ivory Coast. Gazeti hili limeandika Gamondi Belouizdad tunao. Yanga vs Belouizdad. Mchezo unapigwa Februari 24 saa 1 kamili usiku uwanja wa Benjamin Mkapa. Klopp amchomoa Mbappe Anfield. Habari katika ukurasa wa 18. Hiyo Azam FC inataka ndoo. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Premier League leo Jumapili ni Luton Town vs Manchester United. Mchezo unapigwa saa 1 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani. Gazeti hili likiwa na hadithi ya Kiranga Komo katika ukurasa wa 16, ikiwa leo ni sehemu ya 32. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo limeandika Yanga kazi moja tu. Yanga jana wameibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya KMC kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara uwanja wa Jamhuri Morogoro. Ndani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Simba waitega ASEC. Kikosi cha timu ya Simba kimeingia kambini kujiandaa na mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya ASEC Mimosa utakaochezwa Ijumaa ijayo nchini Ivory Coast. Ndani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Stars kuivaa Bulgaria. Machi 22 timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars itacheza na Bulgaria kwenye mashindano maalum yaliyoandaliwa na shirikisho la soka duniani FIFA yajulikanayo kwa FIFA Series Machi 22 nchini. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Halima Kopwe tayari kwa Miss World. Habari katika ukurasa wa 21. Arsenal Liverpool zafanya mauaji. Habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani Jumapili ya leo limeandika Yanga haikamatiki. Mabingwa hao watetezi watoa dozi nyingine kwa KMC huku Mudathir akizidi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Simba yatanguliza wauaji ASEC kafu. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mourinho aipa City Madrid taji UEFA. Habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwako tuchagua, asante kwa kuwa nasi.